Yesu asifiwe. Tarehe 17 mwezi wa 11, mimi Mwalimu Baraka Mbwanaliba, hapa ni Word Eternal Ministries, na kipindi chetu cha Utupe Leo Riziki Yetu ya Kila Siku ndicho kinachoendelea. Tumekuwa na kipindi hiki toka Januari. Tafadhali kila siku kwa neema ya Mungu tumeweza kukuletea tafakari ya neno la Mungu la kiuchumi kama sehemu muhimu ya kiroho. Usisahau, siku zote wanasema uwezo kadhalao sehemu ya kiuchumi ya kiroho utategemea kufanikiwa. Kinyume cha neno tajiri kwa mwongozo wa maneno ya Kiebrania tulisema ni uasi, kuwa muovu, na kwa hiyo unahitaji kuwa na hali nzuri ya kiuchumi ili uweze kufanikiwa kwenye maeneo mengine ya kiroho. Kwa nakupa utafiti wangu kidogo, na tukisoma Biblia tunavyoona kama tulivyoanza vipindi hivi ya kwamba utagundua katika maanguko ya mwanadamu kwenye ule ufunguo wa urejesho tuliongea, adhabu 7 zilitolewa, 5 kati yake za kiuchumi, 70%, maana yake imefunga dhambi ilificha 70% ya mafanikio yako ya kiuchumi. Kwambia siku nyingine tena kwa utafiti kidogo kwa kufuatilia mafumbo ya Yesu 53:38 yalikuwa ya kiuchumi, 15 ya kawaida, ni 70% yaliongelea mambo ya kiuchumi. Mgawanyo wa kiuchumi ukiona kwenye Biblia na mwongozo wa kibiblia 70% imetengwa tayari kwa matumizi maalum. Naona mambo yako ya kiuchumi ya kiroho yanachukua 1% kubwa, na ni muhimu uwe vizuri. Ndio maana Paulo kwa Gayo, mpenzi, naomba ufanikiwe katika mambo yako yote na kuwa na afya yako kama roho yako ifanikiwavyo. Kwa hiyo usiache kutilia mkazo mambo ya kiuchumi. Funguo huu wa pili tulikuwa tunauongea ni wa ufunuo katika zile funguo 5 za kukupa uwezo au kibali cha kufungua madirisha ya mbinguni au mbingu, hazina zilizoko mbinguni ili uweze kufanikiwa kiuchumi na kuwa na utoshelevu duniani. Na tumekuwa tukiangalia kwa siku kadhaa hasa ufunguo wa pili ambao ni ufunuo, na specifically nataka tu ni kuwekea msisitizo kwenye yale mambo 6 ambayo tumekuwa tukiangalia ya kufanya ufunguo uweze kufanya kazi. Nakwambia mambo 6 kutoka Wakorintho wa kwanza sura ya 2 mstari wa 6 hadi wa 16. Unaona mambo 6 ya msingi ya kufanya ufunguo ufunuo uweze kufanya kazi. Na nataka nikuwekee hapa samale yake. Jambo la kwanza tulisema ya kwamba unahitaji kuamini ya kwamba Mungu anawapa thawabu, anawapa mafanikio ya kiuchumi wale ambao wanampenda. Wale ambao wanampenda. Kwa maneno machache tungeweza kusema lazima ujue ahadi za Mungu. Lazima ujue ahadi za Mungu. Na kwa hiyo ujue kwamba Mungu amekuahidia nini wewe ambaye unampenda. Na hiyo tuliona hapa kwenye Wakorintho wa kwanza sura ya 2 mstari wa 9 inatuambia. Tukakwambia Mithali sura ya 8 17-21 inatuonyesha hilo, lakini Warumi sura ya 8 mstari wa 28 inatuonyesha hilo. Kwa hiyo jua ya kwamba Mungu anawapa ahadi, amewaahidia wale wampendao mambo mema. Unahitaji kujua hizo ahadi. Jambo la pili, haya mambo ambayo Mungu ametuahidi ni siri. Wakorintho wa kwanza sura ya 2 mstari wa 9 wa 6 hadi wa 9 yako sirini. Jicho alikoyaona, sikio alikusikia mambo ambayo Mungu amewaandalia wale wanaompenda. Kwa hiyo yamefichwa kwa watu ambao ni wa dunia. Haya yanajulikani kwa hekima ambao ni ya dunia. Maana yake ili uyajue unahitaji kuwa kwenye ufalme wa Mungu. Kwa neno machache unahitaji kuwa mtu wa rohoni, unahitaji kuwa mwana wa Mungu, unahitaji kuokoka. Jua ahadi za Mungu, hakikisha umeokoka na umekuwa mwana wa Mungu. Inakupa hatua ya pili ya kujua ya mambo ya sirini, kwa sababu Mungu anawafunulia wale walio sirini kwa roho. Jambo la 3, unafunuliwa haya mambo kwa Roho Mtakatifu. Kwa unahitaji kuwa umejazwa Roho Mtakatifu. Wakorintho wa kwanza sura ya 2 mstari wa 10 hadi wa 12, lakini Mungu ametufunulia sisi kwa roho kubwa, maana Roho ndiye anayechunguza mafumbo ya Mungu. Na hatukupokea roho ndogo ya dunia, tumepokea Roho kubwa wa Mungu ili atufunulie. Kwa hiyo unahitaji ujazo wa Roho Mtakatifu. Jambo la 4 ambalo tulisema ni sharti tulizingatie, unahitaji kujua ya kwamba ukisha yaona haya mambo ukafunuliwa, usitamkimbilie kuyatamka. Endelea kuyanena kwa maneno ya rohoni. Unayaona rohoni usiyatoe nje. Endelea kuyanena kwa maneno ya rohoni mpaka yawe halisi. Kwa hiyo unahitaji karama ya kunena kwa lugha. Unahitaji ujazo wa Roho Mtakatifu, unahitaji unene kwa lugha, kwa sababu itakusaidia kuomba kwa maneno ya rohoni ili kutoa
password codes, mihuri ambayo hicho kitabu chako cha mafanikio kimewekewa. Isaya 29 mstari 28 mstari wa 9 na kuendelea, ndivyo anapotuambia. Sema na wewe kwa maneno na lugha ya watu wengine, hivyo utapata raha na kufanikiwa. Hakikisha unanena kwa lugha na unanena ya maneno kiasi cha chini ambacho tumekiongea angalau siku 24. Hiyo ni Yoshua 1:8. Tafakari ya maneno, usiache atoke moyoni mwako, yakae angalau masaa 24 ukianenea na kujitamkia, ukianenea na kutamkia na kutafakari, ndipo uweze kuyasema. Jambo la 5 tumeliongea, sharti uyapokee rohoni. Kwa hiyo lazima uwe na imani, kwa sababu ni mambo ya rohoni. Uamini ya kwamba Mungu anaweza kukupa hayo. Waebrania 11:6, maana pasipo imani haiwezekani kumpendeza Mungu. Kila anayemwendea Mungu lazima aamini ya kwamba yupo na anawapa thawabu wale ambao wanamfuata. Hilo ni jambo la msingi sana. Warumi sura 4 mstari 20, Ibrahim pia aliona ahadi wala hakusita kwa kutokuamini. Lazima uamini. Ukiona ahadi, ichukue rohoni, amini, kwa sababu inaanzia rohoni. Kila jambo lolote linatoka mwilini limeanzia rohoni. Na jambo la 6, sharti uwe na nia ya Kristo. Maana yake ujue ya kwamba kuna ufalme wa Mungu ulioko mbinguni umekuwa extended duniani, na uombe wa mapenzi ya Mungu yaliyoko mbinguni yatendeke hapa duniani kama uko mbinguni. Kwa hiyo ufalme wa Mungu uwe ndani yako. Haya mambo 6 yatafanya ufunguo wa ufunuo ufanye kazi kwenye mambo yako ya kiroho, ya kiuchumi na mambo mengine yote ya kiuchumi. Ni cycle ya mambo 6. Kwanza ujue ahadi za Mungu. Kisha jua ahadi za Mungu, Biblia inatuambiaje? Haya mambo haya tunaambiwa yako sirini kama ambavyo nimekuambia. Kwa lazima uwe mtu wa sirini pia, au uwe mtu wa ufalme huo, lazima umeokoka. Jua ahadi za Mungu, uwe umeokoka na uwe mwana wa Mungu kama ambavyo tumefundishana kwenye vipindi vingine vilivyopita. Jambo la 3, ujazwe Roho Mtakatifu, kwa sababu Roho Mtakatifu ndani ya kufunulia. Jua ahadi, uwe umeokoka, mwana wa Mungu, ujazwe Roho Mtakatifu, unene kwa lugha. Uwe na imani, na ukishakuwa na imani kwa sababu ya mambo yako rohoni. Jambo la 6, sasa ufalme wa Mungu utende kazi ndani yako, ukiomba ya kwamba huu ufalme unapokuja uje na mapenzi ya Mungu yaliyoko mbinguni yafanyike hapa duniani kama mbinguni. Hivyo kila jambo ambalo utaliona likiwa limefunuliwa sasa na Kumbukumbu 29:29, sasa litakuwa la kwako na sio tena la siri kwa ajili ya Bwana, linakuwa la kwako kwa uhakika. Mungu akubariki sana. Kesho tutaanza kuangalia mambo fulani kadha wa kadha kama 6 tena hivi, ambayo yatakufanya huu ufunguo ufanikiwe, kwa sababu msingi wa huu ufunguo ni imani. Kwa tuongea imani kwa kiasi kikubwa kwa uhusiano wake na ufunguo huo, ufunuo, na jinsi ambavyo utakusaidia kufanikiwa kiuchumi na kuwa na utoshelevu hapa duniani. Mungu akubariki. Uwe na siku njema.